Ama kweli mambo yanazidi kuwa magumu kwa Anmol, kwani ananyimwa hata haki ya kusali kama mwanafamilia. Leo tunaona alikuwa amebeba sahani yake anaenda kufanya ibada, lakini wakati anafika tunaona alizuiliwa kabisa na Suril, na baada ya Suril kumzuia basi walikuja familia nzima na wakaamua Anmol asifanye ibada kabisa, mpaka Rishi akawa miongoni mwa waliomzuia Anmol kufanya ibada. Sasa jambo hilo lilimuumiza sana Anmol na akaambiwa atupe ile sahani, lakini yeye alikuwa ameishikilia tu, hakutaka kuitupa. Tunaona Suril aliambiwa aende akampokonye, na sahani ile ilikuwa ina mshumaa. Kwa baada ya kuwa wananyang'anyana pale, mshumaa ulianguka chini na ukaanza kumuunguza Anmol kwenye nguo ambayo alikuwa amevaa. Lakini Anmol kwa kuwa alikuwa yuko mbele ya Mungu, basi hakuna chochote ambacho alikifanya. Zaidi ni kwamba alikuwa amekaa tu amesimama, na Nilam pamoja na bibi yake ndio walifanya jitihada za kuhakikisha wanauzima ule moto na kumuokoa Anmol katika moto ule. Sasa tunaona baada ya hapo leo kuna harusi ya Rishi inapangwa ambayo itafanyika siku ya kesho kutwa. Kwa hiyo jambo hilo lilikuwa ni gumu sana, kwa sababu Tatewal alimwahidi Anmol kwamba atahakikisha anateseka sana na atahakikisha Anmol ndo atafanya kila kitu, maandalizi yote Anmol ndo atafanya, hata kuandaa kitanda kwa ajili ya mke wa Rishi kulala kwa mara ya kwanza, basi Anmol ndo atahakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Jambo hilo limuumiza sana Anmol, lakini hakuna cha kufanya kwa sababu ndo tayari ameshahamia kwenye familia hiyo na maamuko yake ndo yuko hivyo. Ilibidi tu avumilie na asikilize yale maneno yote ambayo yalikuwa yanazungumzwa. Lakini tunaona Anmol anasikitika sana kwa kimo chake na kusema kwamba jamii imekuwa inawachukulia mbilikimo kama watu wa burudani tu, kwa hiyo wao sio watu kama watu wengine. Sasa tunaona kweli tarehe baada ya pangwa hii tarehe ya ndoa, basi leo tarehe ya ndoa imefika, na tunaona Anmol anahakikisha anaandaa kila kitu kama alivyokuwa ameambiwa na Tatewal. Jambo hilo lilikuwa linamuumiza, lakini hakuna cha kufanya, ilibidi afanye hivyo ili kuhakikisha mama mkwe wake anamuelewa kwa ambacho anakifanya. Lakini tunaona Anmol anaumia sana, lakini alijitahidi tu ahudumie kila kitu kama ambavyo alikuwa ameagizwa. Tunaona Tatewal leo anawaza kitu cha ajabu sana. Ilikuja akaona ni kama vile baba yake mdogo na Anmol amefika na kuja kuleta fujo tena mahali pale, na baada ya wao kuleta vurugu, basi moja kwa moja alimpiga risasi Prasad, akampiga risasi Rishi, na pia Tatewal na yeye alikuwa amepigwa risasi, lakini jambo lile lilikuwa ni mawazo tu. Kwa hiyo moja kwa moja alikuwa anajisikia kuumia sana. Kwa upande wa Anmol, yeye anaandaa vizuri kila kitu ambacho alikuwa ameambiwa aandae kwa ajili ya ndoa kufungwa, lakini Anmol alilia sana kwa sababu yeye ndio alikuwa anamuandaa Rishi, amemwandalia kila kitu, amemvalisha hadi mavazi ya kuhakikisha anakwenda katika ndoa ile. Jambo lile lilimuumiza sana, lakini hakuchukua muda, Jugli pamoja na Pinky pamoja na kaka yake Anmol walifika wakiwa wako na polisi, wakaja kuhakikisha Anmol anapata haki yake. Lakini Anmol alizuia na kusema yeye ameruhusu ndoa ile ifungwe kwa sababu kiwalisia Anmol ni mke wa Rishi. Kwa kama angekuwa upande wa Jugli pamoja na kaka yake, basi mwisho wa siku ndoa ile ingeahirishwa. Lakini mwisho wa siku yeye Anmol aliwaambia polisi waondoke pamoja na Jugli na kaka yake, lakini akasema ndoa inatakiwa iendelee kufungwa, kila kitu kitakaa sawa. Lakini Nilam alimchukua kaka yake Anmol na wakaenda kufanya ibada, wakamuomba Mungu ili kitu kile kisifanikiwe, na maombi yao yalizaa matunda, kwa sababu baada tu ya kuwa wanafunga ndoa ile, basi tunaona Anmol aliambiwa aende akafanye kitu pale, lakini baada ya kwenda tunaona Rishi aliteleza na akaanguka. Akiwa anaanguka alikuwa anaenda kukanyaga waya wa umeme na ulikuwa una shoti. Sasa moja kwa moja Anmol alijitahidi akamsogeza Rishi, akashika waya ule, alipigwa shoti akazimia pale pale. Jambo hilo la kushangaza zaidi ni kwamba Rishi hakutaka kuendelea na mke wake tena, ilibidi ambebe Anmol na kuhakikisha Anmol anakuwa salama. Yani Rishi anashindwa kuelewa yeye yuko upande gani, anashindwa kuelewa anampenda nani. Kwa Rishi ameshindwa kujielewa kabisa. Tamthilia yetu kwa leo inaishia hapa. Wewe ambaye hujasubscribe channel hii, basi subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali. Asante.